Bwana na bibi Esau Kisogole. Kwa hiyo Ana amechukua jina la Kisogole rasmi kuanzia leo. Asante. Basi watakuwa mwili mmoja, kwa neema moja washirikiane kwa pamoja. Hawa wawili watakuwa mwili mmoja, kwa neema moja washirikiane kwa pamoja. Mambo haya matatu yawe ngao kwa upendo wenu. Mambo haya matatu yatumike katika ndoa yenu. Mambo haya matatu yawe ngao kwa upendo wenu. Mambo haya matatu yatumike katika ndoa yenu. Nakupenda mpenzi wangu ulivyoumbika, nakupenda katika viumbe umezidi wote. nakupenda Nimekuchagua uwe wangu, nakupenda kifo tu kitutenganishe. nisamehe Nikikukosea unisamehe, nisamehe nisamehe, nisamehe mpenzi. nisamehe Mimi ni mwanadamu wala si malaika. nisamehe Ninaomba nisamehe mpenzi. asante Ukunichagua niwe wako, asante umetimiza ahadi ya ndoa. asante Nitajitahidi niwe mwaminifu. asante Asante mpenzi wangu, asante tuzishike sheria za Mungu, tutapona tutapona tusikilize wenye hekima, tutapona tutapona kama kujenga watu wawili, mimi na wewe, tutunze ndoa yetu. Tusisikilize walimwengu, hawana wema hao. Tupatapo neno tulichuje, lililo jema liwe letu. Tuzishike sheria za Mungu, tutapona tutapona. Tusikilize wenye hekima, tutapona tutapona kama kujenga watu wawili,
Niwasalimu kwa jina la Yesu. Mimi ni mzazi wa Anastasia Steven Abednego, ndiye ninayemtoa Anastasia Abednego aolewe na Esau Kisogole. Esau nilikwenda kumchukua bibi harusi mlangoni. Sawa kabisa. Sasa tunaomba muziki, daktari. Tunaomba kabla ya kuendelea na ibada hii tunao wageni. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa ajili ya siku hii ya kipekee sana, imempendeza Mungu leo kutembelewa na baba yetu wa kiroho ambaye ametulea tangu wakati wa uchanga kabisa kwetu. Huyu ni baba yetu kweli kweli, na tumekuwa naye wakati wote mahali pale tulipokuwepo, na hata tulipokuwa mbali amekuwa ni msaada mkubwa kwetu, akishirikiana nasi kwa sehemu kubwa. Labda sasa niseme tu kwamba nimpe nafasi aweze kusalimia kanisa, na kama kuna neno la kusema basi anaweza kusema. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Amen. Naitwa mchungaji Esau Mugeyekwa, niko kijiji cha Ikongosi, wilaya ya Mfindi, mkoa wa Iringa. Mungu awabariki sana. Ni kweli hao ni vijana wangu, nimewalea kwa kipindi hicho, na niliposikia habari hizi za wajina wangu nikaona si vizuri nisifike. Kwa hiyo Mungu akubariki sana Esau kwa maamuzi mazuri haya.
tumetembelewa na viongozi wetu wa kanisa letu la Potter's Temple, maaskofu wako pamoja nasi, maaskofu wa jimbo, na kwa kuwa Esau bwana harusi ni mtoto wa kwa Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Tazama Bwana, ulijua siku ya leo tutakutana mahali hapa kwa sababu uliandaa, imekupendeza mbele zako. Nasi tunakualika sana wakati huu, uwepo wako ukatawale mahali hapa. Roho Mtakatifu katuongoze, ukawe mwalimu wa kila jambo mahali hapa, tukivunja falme zote za ule adui mwovu shetani asipate nafasi kwa jina lako Yesu Kristo. Baba, tunakuinua wewe. Tazama jambo hili ni jema machoni pako, tena lapendeza, tena linafaa hata kuigwa kwa ajili ya utukufu wako. Hawa wawili ambao umetukusanyisha mahali hapa, hakika ni neno lako Baba linakwenda kutimia. Baba, tunaruhusu neema na baraka na uweza na nguvu zako zikatawale. Endelea Bwana kusema nasi kwa kila wakati kwa ajili ya kila jambo jema, katika jina la Yesu tumeomba tukishukuru, amen. Wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi litakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa takatifu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo iwapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe kujipenda mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Mchungaji Charles ameshatuombea, kwa hiyo niendelee na somo letu. Nataka nizungumze juu ya neno upendo wa Mungu. Biblia imetueleza kwamba Kristo alilipenda kanisa. Kristo alilipenda kanisa. Vivyo hivyo waume wawapende wake zao. Yesu alitupenda sana. Sina haja ya kuthibitisha somo hili kwa sababu sote tunajua Yesu alitumwa na Baba kuja kuokoa ulimwengu. Upendo usio neneka, upendo usiopimika, upendo usiolinganishwa. Yesu alipokuja duniani alisema hakuna mtu mwenye upendo mkuu namna hii, penda upeo. Neno upeo, Biblia ya Kiingereza inatumia neno endless love, upendo usio na kikomo, upendo usio hesabika, upendo usio pimika, kwa sababu huwezi kupima upendo wa Mungu. Mungu alitoa uhai wake ili kuthibitisha jinsi anavyotupenda. Alipenda kanisa, akatoa uhai, akajitoa mwenyewe. Biblia inasema hapa kwamba kama Kristo ndiye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Yaani neno kujitoa maana yake akafa. Ndio tafsiri halisi. Akafa sasa. Na pia yes, tumshangilie Bwana. Yaani tuwe wana wa Mungu. Na Biblia inasema hata katufanya kuwa makuhani na wafalme, tutawale naye milele na milele. Ni kwa sababu ya pendo la Mungu. Mungu alitupenda upeo. Upendo wa Yesu haupimiki, hauna kifani, haufananishi. Hakuna anaweza kujifananisha na Yesu, hamna hata mmoja. Hakuna kiumbe wala mwanadamu anayeweza kujifananisha na Yesu. Yesu alitupenda upeo, upendo usiopimika, upendo usio na kiasi, upendo usiohesabika. Alitupenda upeo, akatoa kama Yesu alivyolipenda kanisa. Maneno haya yana maana ya kwamba waume nao wajitoe kwa wake zao, kiasi cha hata kutoa uhai kwa ajili ya. Siku za leo inasikitisha sana, hasa sisi wachungaji. Leo unafungisha ndoa, kesho naona watu wanaachana. Nasema ule ukweli,
inaumiza sana. Kama kuna kitu ninachochukia kama mchungaji, sipendi kuitwa mahakamani kwamba ndoa inavunjika. Kesho naitwa mahakamani, wamechukiana na wanatoa sababu za ajabu ajabu kwamba wanaachana kwa sababu hii na hii, lakini ukweli ilitakiwa waige upendo wa Mungu kabisa kabisa. Ilitakiwa waige. Ni bei ya mtumwa aliyevunjika mkono au mguu, ni bei ya mtumwa aliye na chongo ambaye jicho lake moja limepofuka, ni bei ya mtumwa asiyekuwa kamili. Ndivyo walivyomuuza Gomeri. Mungu akamwambia Hosea, chukua vipande 15 vya fedha, nenda sokoni kamnunue Gomeri. Hosea aliumia sana. Hosea alikuwa muombolezaji kama Yeremia, alilia sana kwa sababu Hosea hata watoto aliowazaa hakujua kama ni wake. Kwanza walimkataa mfalme walipofika Israeli au Kanaani, nchi ya ahadi. Wakati wa Samueli walidai ya kwamba tupe mfalme ili atutangulie, tufanane na mataifa mengine. Samueli akasema mmekosea kudai mfalme. Mungu akasema wasikilize wanachosema. Hawajakukataa wewe Samueli, wamenikataa mimi nisiwe mfalme wao. Mimi Mungu. Mungu aliwatoa Misri, akawalisha miaka 40 mchana na usiku. Aliwapa mikate ya mana kila siku miaka yote 40. Mwamba uliowafuata wakanywa maji, walikula kware ambayo ni sawa na nyama ya kuku miaka 40. Hawakupata njaa yoyote. Akawavusha bahari ya Shamu, akawavusha mto Yordan, akawafikisha Kanaani. Hawakufanya kazi yoyote jangwani miaka 40. Mungu aliwapa chakula miaka yote 40. Na walipokaa Kanaani, Mungu akawalinda miaka 400. Baada ya miaka 400 sasa wanadai mfalme. Mungu akasema hawajakukataa wewe Samueli, wamenikataa mimi nisiwe mfalme wao. Lakini waonye mfalme nitakayemleta kesho atakavyowafanya. Mungu akamleta Sauli. Sauli baadaye aliwachinja, aliwaua. Kwanza alianza kuua makuhani 75. Alimuua kuhani mkuu Ahimeleki na makuhani 75. Baadaye alianza kuua watu wengi. Ndivyo Sauli alivyowafanya. Na baadaye wakaja kumkataa tena Yesu Kristo alipokuwa anasulubishwa. Pilato akawaambia, nimfanyeje huyu mtu aitwaye Yesu mfalme wa Nazareti, mfalme wa Wayahudi? Wakasema hatuna mfalme mwingine. Haleluya! Maneno haya nimeyaunganisha kuonyesha pendo la Mungu. Esau mwanangu, leo umemchukua Ana kwa hiari yako mwenyewe. Hakuna aliyekulazimisha. Hata Baba Godwin hakulazimisha. Mimi ni shahidi. Ni wewe mwenyewe ulisema nampenda Ana. Ana anajikabidhi mikononi mwako leo. Anatoka mikononi mwa mchungaji Stephen Abednego. Mchungaji amemlea miaka yote 20. Leo anajikabidhi mikononi mwako. Esau, wewe ni afande. Unajua kupigana vita. Ukimpiga kofi Ana, utaua mara moja. Hawezi kupona. Kwa hiyo marufuku usimpige Ana. Akikukwaza, nenda kanunue kitenge kizuri cha wax. Yaani hasira zote ziishie kwenye kitenge. Ngumi
mmoja unaua. Unaua mara moja. Hawezi kupumua tena. Kwa sababu wewe umezoea pendo la Mungu ni dhahiri. Mungu anatupenda upeo kiasi ambacho upendo usiopimika. Nafikiri haya maneno niliyosema yanatosha kwa leo. Mungu awabariki. Sijui kama daktari, sijui kama tunapray. Nitamwomba Askofu Elias aje aombe na kumshukuru Bwana kwa ajili ya neno. Askofu Elias Nyange. Na limesikika kweli kweli, nami najua ya kwamba neno lako Kristo ni uzima. Nami ninachofahamu ni kwamba yote nilisikia kwa bidii na kulitendea kazi, hakika Bwana ataona matokeo mazuri, maana utakuwa katikati yake wakati wote. Nami ninaomba Kristo Yesu, maneno haya ambayo tumishi wako ameyasema yakazidi kufanya kazi, kuwa ya amani tele na furaha tele kwa jina la Yesu Kristo. Wala roho chafu ya namna yote isiweze kuharibu, bali Bwana kila saa kila wakati ile neno likafanya kazi ndani yao na ndani ya mioyo yao, wakalitendea kazi kama walivyolisikia. Basi Baba, nacho vipindi vyote vinavyoendelea mikononi mwako Kristo, ninaomba Mungu ya kwamba watoto hawa wape roho ya utii, wape roho ya kutenda, na baraka yako Bwana iwe katikati yao. Jehova Shama, Mungu umesema ndoa iheshimiwe na watu wote. Ninaomba Mungu ya kwamba heshima ikatawale wao wenyewe kwa wenyewe, lakini pia ndugu pia wakiheshimu ndoa yao, hata marafiki pia, lakini hata shetani akaiogope na kuikimbia. Jina lako Kristo Yesu likasimame ndani ya ndoa hii na kutangaza ushuhuda mzuri tangu sasa hata milele. Aikabidhi mikononi mwa Bwana, nikiomba vipindi vingine Mungu kazi kutawala, nikika jina la Yesu Kristo naomba nikisema amen. Katika ndoa takatifu na kuwaingiza katika hali yao mpya kwa maombi yetu na salamu za Kikristo. Labda niseme mapema ya kwamba kuna nini kidogo tu, kidogo hii inatosha hivyo. Ana na wewe ukawa mashariki kidogo. Sawa. Esau, fungua hiyo shera uirudishe nyuma. Baba Gobi nimsaidie leo mara ya kwanza sio kwa sababu. Msaidie. Daktari, nafikiri tunahitaji microphone ya pili. Mbe Baba Godwin, microphone ya pili. Microphone ya pili na iwe on. Microphone ya pili.
na iwe on. Yes, mpe Baba Godwin. Mpe Baba Godwin. Mpe Baba Godwin. Baba Godwin mpe Esau. Au sijali ya waya, wao wanashughulika, kwa wewe endelea na kazi yako. Baba Godwin, Esau, hebu niambie. Esau, unamwangalia huyo binti mzuri? Ndio namwangalia. Je, ni Ana Stephen Abednego uliyeniambia? Ndio mwenyewe. Geukeni wote mniangalie huku sasa. Sawa kabisa. Kweli kabisa. Sasa Esau, geuka tena. Mama Godwin, msaidie Ana, maana hajui jinsi ya kushika maua. Ashika kwa mkono wa kushoto. Msaidie ashike kwa mkono wa kushoto. Maua ni mazuri yasidondoke. Sasa Esau, chukua mkono wako kulia, shika mkono wa kulia wa Ana, ukimwangalia usoni. Baba Godwin, mpe microphone Esau. Esau, sema maneno yafuatayo kwa sauti, watu wote wasikie, mpaka baba mkwe Mchungaji Stephen Abednego asikie. Sema maneno haya: mimi Esau Kisogole. Mimi Esau Kisogole. Nakupokea wewe Ana Stephen Abednego. Nakupokea wewe Ana Stephen Abednego. Uwe mke wangu. Uwe mke wangu. Niliyekuchagua. Niliyekuchagua. Nikiahidi mbele za Mungu. Nikiahidi mbele za Mungu. Na mashahidi hawa. Na mashahidi hawa. Kwamba nitakupenda. Kwamba nitakupenda. Nitakuheshimu. Nitakuheshimu. Nitakulinda. Nitakulinda. Na kukusaidia. Na kukusaidia. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Na katika afya. Na katika afya. Katika umaskini. Katika umaskini. Na katika kufanikiwa. Na katika kufanikiwa. Nitawaepuka wanawake wengine wote. Nitawaepuka wanawake wengine wote. Ili kukutunza wewe peke yako. Ili kukutunza wewe peke yako. Na kuwa nawe tu. Na kuwa nawe tu. Muda wote. Muda wote. Ambao sote wawili. Ambao sote wawili. Tutaishi. Tutaishi. Amen. Sema mimi Ana Stephen Abednego. Microphone haiko on. Rudia. Mimi Ana Abednego. Rudia tena ili watu wasikie. Mimi Ana Stephen Abednego. Nakupokea wewe. Nakupokea wewe Esau Kisogole. Esau Kisogole. Kuwa mme wangu. Kuwa mme wangu. Microphone ina tatizo. Naona microphone ina tatizo. Daktari tusaidie. Naona Stephen. Sema mimi Ana Stephen. Mimi Ana Stephen. Nakupokea wewe. Nakupokea wewe Esau Kisogole. Esau Kisogole. Kuwa mme wangu. Kuwa mme wangu wa halali. wa halali. Nikiahidi. Nikiahidi mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Na mbele za mashahidi hawa. Na mbele za mashahidi hawa. Kwamba nitakupenda. Kwamba nitakupenda. Nitakuheshimu. Nitakuheshimu. Nitakustahi. Nitakustahi. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Na katika afya. Na katika afya. Katika umaskini. Katika umaskini. Na katika kufanikiwa. Na katika kufanikiwa. Mpaka kifo. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. Kitakapotutenganisha. Amen. Makofi kwa Bwana. Asante. Naweza kuniangalia sasa. Naomba mniangalie wote wawili. Kila mmoja, Baba Godwin na Mama Godwin, kila mmoja amsaidie mzuri sana ya mviringo, kwamba hii ndio nadhiri yake ya kwamba nampa Ana pete nzuri sana ya dhahabu. Vika, nafikiri huwezi kukosea kwa sababu alimvika pete ya uchumba. Kwa hiyo hapo kwenye pete ya uchumba zinakaa zote mbili. Nafikiri unaelewa. Sawa. Sasa Ana, nyosha mkono.
juu ili wapate picha nzuri. Kuna wapiga picha huku anapiga picha nzuri. Esau wewe ni mrefu, huna tatizo na kimo cha Ana. Kwa hiyo mvike pete sasa wakati huu. Lakini sema maneno yafuatayo. Sema maneno haya, mwekee microphone. Sema, pete hii ninakupa wewe Ana. Pete hii ninakupa wewe Ana. Kuwa ishara ya kwamba wewe ni mke wangu niliyekuchagua. Na kama muhuri kwa ajili ya ahadi yetu ya kupendana bila kukoma na uaminifu. Mvike mpaka mwisho. Sasa Esau binti anapiga magoti, hayo sijui na Kisukuma sijui. Nafikiri utaona hivi kumpiga kofi, sivyo? Huyo ndio kumpenda tu. Okay, sawa kabisa. Sasa Ana, una ishara yoyote? Mama Godwin msaidie. Esau, pete hii. Sasa Esau wewe ni mrefu sana kuliko Ana. Sijui utapiga magoti, sijui unafanyaje. Usinyoshe mkono juu sana kama unamlenga adui. Lakini nyosha kifupi hivi. Hapa. Unaona mambo hayo? Kumbe unajua. Sasa Mama Godwin, mwekee microphone Ana. Sauti yake ni ndogo sana. Kwa hiyo lazima tunyamaze wote tusikie. Sema maneno haya Ana. Sema, pete hii ninakupa wewe Esau. Microphone iko off. Pete hii ninakupa wewe Esau. Kama ishara ya kwamba wewe ni mume wangu niliyekuchagua, na kama muhuri kwa ajili ya ahadi yetu ya kupendana kwetu bila kukoma na uaminifu. Malizia sasa, mvike kabisa. Unaweza kumrudishia maua yake Mama Godwin. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, Bwana Yesu, neno lako linasema ombeni lolote kwa jina langu nami nitalifanya. Niiteni maadamu napatikana. Bwana, jambo hili ni jema sana, nasi tuna neno moja zuri linasema, apataye mtoto pia huyo mtu amepata zawadi nzuri. Ninakuomba Mungu katika jina la Yesu Kristo, leo hii tumbo la Ana, ikiwa kwamba labda kuna kifungo cha namna yote ambacho kilisimama ili kwamba akiolewa asipate uzao, leo linafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Tumbo la Ana funguka katika jina la Yesu. Nami ninaamuru ya kwamba hata kwa bali ndugu Esau, na pia Bwana weka uzao ndani yake kwa jina la Yesu. Tokea katika jina la Yesu. Nami ninaomba kwa jina la Yesu ya kwamba tangu siku ya leo, siku za maisha ambazo Bwana amekusudia kuisha kwa duniani, Mungu akawajalie kupata watoto wa kike na wa kiume waliojaa hekima na maarifa, wenye roho ya utii na unyenyekevu. Nami nikiamuru katika jina la Yesu, roho ya mapigano, roho ya marumbano, roho ya
ndoa yenu ikawe ya amani tele, kila ndugu ajaye na rafiki akafurahie, maana amani ikatawala. Nikiomba ya kwamba mfunikwe kwa damu ya Yesu Kristo, mlindwe kwa nguvu za Mungu, maana ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa jina la Yesu, nguvu ya Mungu ikawalinde, damu ya Yesu Kristo ikawalinde, malaika wa Bwana kuwapigania wakati wote na kuwalinda. Kwa jina la Yesu Kristo ninaamuru baraka za kifedha, baraka za mali, baraka za afya njema, baraka za kiroho ziwe pamoja nanyi mtokapo hapa, ziambatane nanyi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana kayamuru baraka toka magharibi, toka kaskazini, toka kusini, baraka za kiroho, baraka za kiuchumi, baraka za kiafya ziwe pamoja nanyi kuanzia leo kwa jina la Yesu. Pokea baraka za amani, pokea baraka za kiuchumi, pokea baraka za kiroho, na mkono wa Bwana usiwapunguke, uwalinde usiku na mchana, mwingiapo na mtokapo. Ndoa hii ikajae baraka tele tangu sasa hata mwisho wa dahari, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tukaseme amen. Amen.
Esau Kisogole. Kwa hiyo Ana amechukua jina la Kisogole rasmi kuanzia leo. Asante. Basi mnaweza mkageuka huko. Kufika mahali hapa, Bwana Yesu, tazama tunahitaji pia kurudi nyumbani. Kila mmoja ukamwezeshe kama ulivyompa usalama kufika mahali hapa, ukampe usalama kurudi nyumbani akiwa salama, ili Kristo jina lako likapate kuinuliwa na kutukuzwa, tukiharibu ngome na kila kazi zote za ule adui mwovu. Roho zote za adui shetani hazina mamlaka, zikashindwe kuanzia sasa, maana Bwana umeachilia neema na uweza wako, umeachilia utukufu wako, nasi tumeona juu ya jambo hili. Hakika tujapungukiwa jambo lolote, nasi tumefarijika. Pia tumesikia maneno yako Baba, hata maneno haya yakaponye na ndoa nyingine zote zikawe salama kupitia neno lako ambalo Bwana umelinena madhabahuni pako siku ya leo, katika jina lako Yesu Kristo. Na ruhusu neema na uweza na baraka zako zikambatane na kila moja tunapoanza safari ya kila moja kuelekea nyumbani. Baba, tukihitimisha ibada hii kwa jina lako Yesu Kristo, nasi sote tumeomba tukishukuru. Amen.
nasi tunafurahi, tunashangilia kwa ajili yao. Anza pamoja nasi sherehe hii. Iwe Mungu aliyesema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Umati huu pande zote mbili, upande wa bwana harusi, upande wa bibi harusi, wazazi wao wapo mahali hapa kwa amani na kwa furaha. Kwa jina la Yesu tunaomba, pamoja na mkutano wote uwe na amani na furaha kwa ajili ya harusi ya Esau pamoja na Ana, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Rishie ndugu zako tuwajue. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amina. Nafurahi kwa ajili ya siku ya leo. Nafurahia uwepo wenu pia kuwepo mahali hapa. Nimepewa jukumu la utambulisho. Moja kwa moja naomba nielekee kwenye utambulisho. Upande wangu wa kushoto, nitaanza kwa kuanza na baba. Hapana, ila moja nianze na bibi yangu. Bibi yangu, mahali popote ulipo, naomba usimame kuwasalimia watu mahali ulipo. Nje mkono. Babake wa Kisokole, babake wa Esau Tarajivu. Ila baba, naomba usimame kwanza kwa sababu hauko peke yako. Naomba usimame. Simama baba. Naomba usimame na mama yako. Ambaye tokea tuko wadogo alinilea kwa sehemu fulani, tena sio sehemu kubwa, kwa sababu tokea tuko wadogo nilikuwa nakaa kwake, alinichukua kana nakaa nyumbani kwake, na ndio jina lake nalitumia, mchungaji Mbeko. Naomba usimame usalimie. Naomba niwatambulishe shangazi zangu wote mahali walipo, wasimama kwenye mikono. Amina. Naomba nitambulishe pia ndugu zangu ambao wako tumbo moja, nikianzia na mkubwa wao, dada yangu Elizabeth Kisogole. Mahali ulipo, wasalimu watu. Ndugu yetu pia mama Mpukumoto, naomba simama wasalimia watu. Nilikuwa na mamesi wadogo nao wameketi pale, niko nao pia. Upande wangu wa kulia yuko patroni wangu Westman Laza Masimba, naomba awapongee mikono. Siku ya leo naomba niwatambulishe kwenu ukoo wangu, wapunge mikono. Pia nitambulishe kwenu baba yangu mkubwa pamoja na mke wake, wasimame. Kwenu shangazi yangu asimame apige mikono. Nitambulishe pia mjomba wangu pamoja na mke wake, wasimame.
Nimtambulishe pia dada yangu popote alipo asimame. Nimtambulishe kakaangu kwa pekee kabisa popote alipo asimame apunge mikono. Asimame. Naomba nimtambulishe pia kakaangu, kaka Abeli. Naomba pia nimwinue mwanangu, mtoto wa dada yangu, asimame anisalimie. Apunge mikono asalimie. Kwa kumalizia, naomba nimtambulishe kwenu mume wangu Esau Sogole anisalimie. Karibu eneo la keki. Usishangae. Kule ndani kwa sababu. Wapiga picha matukio hapo Inua kisu chako juu kabisa. Pole pole kabisa kisogeze. Haleluya, haleluya. Haleluya. Asante sana matroni wetu, mtakuwa mnatuendelea kufanya hiyo kazi, mtusaidie. Wakati muziki, watu wa muziki, tafadhali. Bwana Mungu, ulilinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaiongoze mioyo yao kwako. Hili ni andiko kutoka kwenye Nyakati wa Kwanza sura ya 29 mstari wa 18. Mwisho umemaliziwa Esau and Ana. Haya yametoka kwenye Biblia katika maneno aliyokuwa anazungumza Suleiman katika ule ujenzi wa hekalu. Rafiki yangu ambao unajua inakuhusu hii, naomba uje mbele. Ni ishara ya kwamba mtafanya mambo yenu pamoja kwa umoja. Haijalishi ni wakati gani ambao mtakuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni, mnaweza sasa kulishana. Esau mlishe Ana na Ana mlishe Esau. Makofi na vigelegele jamani. Ana namna hiyo kabisa kwa upendo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana aliyenipa nafasi hii. Asante kwa ajili ya wazazi na Kisogole niteua niweze kusema mawili matatu kwa ajili ya vijana wetu. Vijana wetu umetukusanya mahali hapa, umefanya jambo jema sana. Mungu awabariki kwa maamuzi yenu mazuri sana. Kwanza ambalo nataka kusema nani, Esau, mpende mke wako. Upendo msitiri wingi wa makosa na ubaya wa wote wa mke wako, kisha kuwepo upendo basi. Lingine, mmeshakuwa sasa, kwa namna nyingine mmeshakuwa watu wazima sasa. Kama maandiko yanasema utaacha baba na mama utaambatana na mkeo, maana yake ni hiyo. Mmeshakuwa, endelea kuwaheshimu. Wanapokuwa wagonjwa, wana matatizo, wakumbuke sasa, bwana, mimi na nyumba yangu na mji wangu basi. Hapana, endelea kuwaheshimu na Mungu atawazidishia siku. Mungu anapowajalia watoto na watoto wataendelea kuwajibika hata kwenu. Sasa nyinyi ni wajibu wenu kuwajibika kwa wazazi pia inapolazima. Upande wa bibi harusi, karibu sana kwa ajili ya nasaa. Ana mkubwa ambaye baba yake mzazi, niseme ni kijana wangu kwa sababu anazaliwa, mimi ni mzee tu. Kwa hiyo nimepata jina Esau. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Singida, Singida vijijini. Kijiji kinaitwa Muhunga, na ndio nimekulia hapo na nikatembea maeneo mengi, hata hapa Morogoro ni mwenyeji. Nimefanya kazi ya Mungu miaka 11 pale Tungi. Kuna kanisa la FPCT pale nimelifungua kuanzia mwaka 2006. Kwa 2007 nimerudi natumika nyumbani Singida. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa nafasi kubwa hii, kwa mdogo wangu ambaye amenipa heshima hii kwa ajili ya kutoa mahusia kwa ajili ya vijana wetu ambaye ni washindi. Haleluya! Tunaye furaha kabisa kwamba tunawaona vijana wetu wamekaa kwa heshima kubwa, kwa sababu wamevuka mengi, wamevumilia mengi, na leo ni washindi. Jina la Bwana libarikiwe. Napenda niseme machache kwa sababu mengi wameyapata, wengi wameyasikia. Uyashike sana maneno haya ambayo mmeambiwa, na mengine mtayaona, na mengine mtayasikia, na mengine mmeyasikia siku zilizopita. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nataka niseme maneno machache na baadaye mtaendelea kuyasoma ninyi. Yako katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 11b. Maneno yanasema hivi: shika sana ulicho nacho asije mtu. Anasema nani? Mtu. Wala hajasema shetani, wala hajasema mdudu gani, wala mnyama gani. Asema mtu. Shika mahusia haya.
Tunawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu aliye mwema kwa ajili ya nafasi hii kama wazazi wa bwana harusi. Inawezekana msione ya kwamba mbona hawajabebelea vitu vingi, mabakuli, masahani na hali kadhalika. Lakini tunayo zawadi moja kubwa sana ya thamani ambayo inadumu maisha yote. Sisi kama wazazi wa bwana harusi tunampa kijana wetu hati ya shamba ekari 2, lakini pia tunampa kiwanja chenye ukubwa wa mita 20 kwa 25. Baada ya kusema hayo, amina. Basi baada ya kusema hayo, naomba vijana wangu mpokee hati hii ya shamba pamoja na uwanja. Inayoitwa dahwa. Maana yake ni zawadi kwa mtoto anayeolewa kwa heshima. Haleluya. Kaya hapa ina unga ambao umeshindiliwa kabisa. Unaweza ukajaza karibu debe moja, lakini umeshindiliwa hapa. Kwa hiyo tunataka wakale watoto wetu na wakashibe, kwa sababu huwa ni ya heshima kwa watoto waliofanya vizuri hadi wakaolewa kwa heshima kama hii. Haleluya. Mungu akabariki ndoa yenu, abariki nyumba yenu na dahwa yetu hii hapa kuikamata. Haleluya. Asante sana. Basi kila mmoja atafika hapa na atakwenda kumsalimia. Asante sana. Elisha Kisogole, tuwasiliane. Singida, makofi kwa Singida, makofi kwa Singida. Wazazi wa bibi harusi, chapia Yesu makofi na vigelegele. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Watafunga. Haleluya.
viti vyao vifike nyumbani kwao shilingi 35,000.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tukiwa tunaendelea kupata chakula, tukio la chakula, Sebene, naweza ukawa unatoa mwongozo watu wanakupata, baadaye utataja namba watu ambao wamemaliza kula ili waweze kupata nafasi ya kushiriki. Tunapatikana Morogoro mjini Masika. Tunapatikana Morogoro Masika mjini. Tumeokoka, Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Lakini hii ni bendi ya injili kabisa. Ni vijana tumeokoka, tunampenda Yesu na tunapanga kwenda mbinguni. Lakini namna ya kutupata, unaweza kuchukua simu yako, kupatikana kwa 79 18 52 10. Tarudia 0679 18 52 10. Tunajishughulisha na mambo yanayohusu muziki kama studio ya audio na studio ya video production, lakini pia tuna Music Academy, shule ya muziki inapatikana Mount Uluguru. Kwa kweli napenda kwanza kumshukuru Mungu ambaye ameweza kutuwezesha hata kufikia wakati huu ambao tumepata kufikia na kutusababisha tuweze kufika mahali pa hitimisho vizuri. Lakini pia ninapenda kuwashukuru wamama wa kanisa la Fortress Temple kwa ushirikiano ambao umefanya ili kuhakikisha kwamba shughuli hii inakwenda kufika mahali pake kama ambavyo imekwenda kufika. Lakini zaidi sana napenda kuishukuru familia yangu kwa sababu nayo imechukua mchango mkubwa na hatimaye kufikia kwenye lengo hili ambalo tumekwenda kulifikia. Na napenda kuwashukuru makundi mbalimbali, wafanyakazi pamoja na bwana harusi na wote waliohudhuria na kushiriki kwa namna yoyote walioweza, na bila kumsahau baba yetu Askofu Baba uliye hai, Baba unayependa, umeanza pamoja nasi hata kufikia muda huu. Baba, tunafika mwisho wa sherehe zetu. Tunakushukuru kwa kuongoza mambo yote katika hali ya utulivu na amani. Tunawatakia maisha mema vijana wetu katika jina la Yesu Kristo. Safiri pamoja na wote wanaokwenda kuondoka mahali hapa. Baba, wajalie kufika salama kwa uwezo wa nguvu zako. Wanaoenda mbali na wanaoenda karibu, Mungu uwe pamoja nao. Pamoja vyombo wanavyoenda kuvitumia viweze kuwafikisha salama kwa uwezo wa nguvu zako. Katika jina tukufu la Yesu.